Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria malkia wa mitume, utuombee. Karibu kwa masomo ya misa Alhamisi katika Juma Kuu, misa ya Krisma. Somo la kwanza, Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza hadi wa 3a, 6a, 8b hadi 9. Bwana amenipaka mafuta, amenituma niwahubirie maskini habari njema, kuwapa mafuta ya furaha. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Roho wa Bwana Mungu yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenipaka mafuta, amenituma niwahubirie maskini habari njema, kuwaponya waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru na wafungwa kuwa huru, kutangaza mwaka wa rehema ya Bwana na siku ya kizazi cha Mungu wetu, kuwafariji wenye uchungu na kuweka juu ya hao walio Sioni taji badala ya majivu, kuwapa mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito. Nanyi mtaitwa makuhani wa Bwana, mtapewa jina la watumishi wa Mungu wetu. Nitawapa kwa uaminifu tuzo yao, na nitaagana nao agano la milele. Kizazi chao kitasifiwa kati ya mataifa, na wazao wao kati ya watu. Wote watakaowaona watakubali kuwa ni kizazi kilichobarikiwa na Bwana. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 89 mstari wa 21 hadi 22, 25 na 27. Kiitikio ni mstari wa 2a. Maneno ya kiitikio: fadhili zako nitaziiba milele, e Bwana. Fadhili zako nitaziiba milele, e Bwana. Fadhili zako nitaziiba milele, e Bwana, e Bwana. Fadhili zako nitaziiba milele, e Bwana, e Bwana. Nimemchagua Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Mkono wangu utakuwa tegemeo lake, mkono wangu tamtia nguvu. Fadhili zako nitaziimba milele, e Bwana, e Bwana. Waaminifu wangu na fadhili zangu zitakuwa naye, na kwa jina langu peke yake itatukuka. Yeye ataniita, wewe ni Baba yangu, Mungu wangu, na mwamba wa wokovu wangu. Fadhili zako nitaziimba milele, e Bwana, e Bwana. Somo la pili. Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5 hadi 8. Ametufanya kuwa ufalme, tena makuhani wa Mungu aliye Baba yake. Somo katika kitabu cha Ufunuo wa Mtakatifu Yohane. Neema na amani ziwe nanyi kutoka kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa wafu, na mkuu wa wafalme wa dunia. Yeye anatupenda
na ametufutia dhambi zetu kwa damu yake. Ametufanya kuwa ufalme, tena makuhani kwa Mungu aliye Baba yake. Yeye astahili utukufu na mamlaka daima na milele. Amina. Tazameni, anakuja kati ya mawingu, kila jicho litamwona, hata wale waliomtoboa, na makabila yote ya dunia yataomboleza kwa sababu yake. Naam, amina. Mimi ndimi Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu, aliyeko, aliyekuwako na anayekuja, Mwenyezi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma kuwahubiria maskini habari njema. Sifa na utukufu ni kwako Bwana, sifa na utukufu ni kwako Bwana. Somo la Injili Mwinjili Luka sura ya 4 mstari wa 16 hadi 21. Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule Yesu alirudi Nazareti, ndiko alikolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama asome. Wakampa kitabu cha nabii Isaya, akakifungua, akakuta mahali palipoandikwa, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta niwahubirie maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa, vipofu kuona tena, kuwaletea wafungwa uhuru, na kutangaza mwaka uliokubalika kwa Bwana. Akakifunga kitabu, akamrudishia mtumishi, akaketi, na macho ya wote katika sinagogi akamkazia yeye. Akaanza kuwaambia, leo andiko hili limetimia masikioni mwenu. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.